Timu nzima ya NMTV imefika nyumbani kwa Mheshimiwa Paul Kimiti ambaye ni bwana kilimo, mwanamuziki, DJ, mtangazaji, mkufunzi na mzalendo aliyewahi kuwa waziri na RC kwa wakati mmoja kipindi cha uongozi wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mzee Kimiti alikuwa ni mbunge wa CCM kwa Sumbawanga mjini na ametumikia bunge kwa miaka 35. Tumsikilize, ana mengi ya kuzungumza nao Tanzania kuhusiana na uongozi wa miaka hiyo, kipindi cha hayati baba wa taifa na uongozi sasa hivi wa Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Naitwa Paul Peter Kimiti, nimekuwa kiongozi wa miaka mingi na bahati nzuri niliajiriwa miaka karibuni miwili kabla uhuru. Mwaka 1959 ndio nimeanza kazi. Nimeanza kazi kama bwana shamba tena kijijini. Baada ya muda kidogo nikapata nafasi ya kwenda kusoma. Nikaenda kusoma Tengeru Arusha. Baadaye nikaenda mpaka Marekani, nikasomea Uholanzi. Baada ya kumaliza nikarudi nikaanza kufundisha hapa nyumbani. Kufundisha kama bwana shamba katika shule za Ukiruguru, Nyegezi, na baadaye nikaenda mpaka Uyole. Uyole nikawa mkuu wa chuo. Kule bahati nzuri niendelea mwaka 1982 kwa bahati nilijaribu kugombea ubunge wa taifa. Zamani kila mkoa walikuwa natoa mtu mmoja ambaye alikuwa ni mbunge wa taifa, tofauti na siku hizi. Sasa nilipoteuliwa kama mbunge wa taifa, haikuchukua muda rais wakati huo baba wa taifa Mwalimu Nyerere akaniteua nikawa waziri. Bado kijana. Sasa mimi nashangaa nimetoka kwenye mambo ya kilimo nikawa waziri, ofisi ya waziri mkuu. Wakati ule alikuwa Mheshimiwa Cleopa David Msuya, na baada ya muda akaingia Mheshimiwa Sokoine. Niliendelea naye mpaka baadaye alipofariki mwaka 84 ndio nikateuliwa tena kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Nikakaa miaka 5, nikatoka pale nikaenda Kagera miaka 3. Baada hapo ndio nikaondoka nikaenda sasa Mbeya. Mbeya nikakaa kule miaka 4, na kwa bahati mwaka 1995 nikasema wacha nikagombea ubunge. Ndio nikaenda kugombea ubunge Sumbawanga. Niliposhinda tu bunge nikawa na bahati 95 hiyo nikateuliwa kama waziri wa kilimo, ushirika na mifugo. Zamani kilimo ilikuwa inachukua mifugo, ushirika na mambo ya masoko. Basi nikaendelea tena baada ya miaka 3 nikateuliwa kama waziri wa kazi na maendeleo ya vijana. Hiyo ilikuwa kazi nzuri, challenging, kwa sababu kipindi hicho ndio kilikuwa kipindi sasa ya kila mtu anataka vijana wafanye kazi, vijana ni washirikishe katika maendeleo. Nimekaa kwa kipindi chote hicho, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilifanya kazi vizuri mpaka nilipofikia kusema niendelee sasa na kazi nyingine, na kwa bahati nikaendelea kama mbunge kwa miaka mingine mpaka 2010. Nikasema sasa nipumzike, nifanye shughuli zangu mwenyewe. Na niling'atuka pamoja na mwenzangu Kristanti Majia Tanga Mzirakaya, tukasema hapana, tumekuwa bunge miaka mingi, tuachie sasa vijana. Lakini yote ilikuwa unafuata baba taifa alituambia, jamani, ung'atuka kuna uzuri wake. Uking'atuka mapema bado watakuheshimu wenzako kuliko ukingoja ukifukuzwa utaonekana wewe ni kama watu hawakutaki kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu tukatoka vizuri, na baada ya miaka 5-6 bahati nzuri rais naye baada akaniona kwamba bado na nguvu. Kwa kweli namshukuru sana Rais John Pombe Magufuli. Sijui aliniona wapi. Mimi nilikuwa nimejificha, nimekaa kimya kabisa. Nataka kama nikusaidia nisaidie from remote control. Lakini bahati nzuri mwaka jana kaniteua kuwa mwenyekiti wa board wa mashamba ya Narco. Inawezekana alifanya hivyo kwa sababu alijua mimi zamani kwa waziri wa kilimo, na kipindi hicho mashamba yote yalikuwa chini ya waziri. Tena zamani ilikuwa ni ya mifugo, ya kilimo, ya mambo ya kuku, mambo ya maziwa. Yaani ilikuwa kabisa ukiwa waziri wa kilimo unabeba mizigo yote hiyo. Lakini sasa nikasema acha niangalie na mimi nitasaidia namna gani, kwa sababu historia ya mashamba yote naifahamu, na nikadhani njia nzuri na mimi nishiriki hata kidogo. Ni kweli umri wangu ni mkubwa, lakini kazi hiyo ni ya kutoa ushauri, maelekezo. Wanasema uzee ni dawa. Dawa ndio hiyo inaitoa kwa vijana, kuridhisha vijana wajue ya kwamba kumbe wazee walianza hapa, wamefika hapa, wanatusaidia na sisi tutoke hapa tuingie hatua ya pili. Ndichote nilipokuwa kiongozi katika serikali ya awamu za karibuni zote. Bado mwaka 2000 wakati bado tunaendelea na matatizo ya hali ya uchumi. Baba taifa wote mlijua hapa katikati
shiko na ugonjwa, ikabidi apelekwe Uingereza kwa ajili ya matibabu 1999. 1999 nilikuwa bado mbunge, lakini bahati nzuri nilikuwa waziri wa kazi na maendeleo ya vijana kipindi hicho. Sasa baba taifa pamoja na kuelewana, alipofariki mimi nikiwa bado ni waziri, basi maiti ilipokuja Dar es Salaam wakasema lazima waziri mmoja wapo atangulie kwenda kuandaa mipango yote ya mazishi. Basi nikapewa kazi ya kwenda kuandaa mipango yote, kushirikiana na uongozi wa pale Butiama kijijini, na kwa bahati nzuri kwa ajili tulikuwa na wafahamu wote viongozi wa pale, tukasaidiana, mambo yalikwenda vizuri kwa sababu familia yote karibuni ilikuwa hapa Dar es Salaam. Kule tulikuwa na wachache sana ambao walikuwa pale. Tukasaidiana, lakini kisheria na kiutaratibu, kwa sababu ilikuwa naenda kusimamia mambo ya kikatiba na ya kisheria, ilibidi sasa serikali na rais mwenyewe anipe madaraka kupitia waziri mkuu. Nikaimu kama mkuu wa mkoa wa Mara. Nilikuwa waziri, lakini wakati huo nikawa mkuu wa mkoa. Si kawaida, haitokei mara nyingi. Lakini ilitakiwa lifanyike hivyo kwa sababu utake usitake lazima utaongoza kamati ya ulinzi na usalama, ambao mwenyekiti katika mkoa ni mkuu wa mkoa. Anakuwa ndio mwenyekiti wa kamati hiyo. Sasa usipokuwa na madaraka utaongozaje mipango yote ambayo inaendesha majeshi yahusishe, wananchi wahusishe, kama huna instrument au kibali cha kuwa kiongozi inakuwa ni ngumu kidogo. Hivyo nikapewa, ikawa ndio mimi nadhani waziri pekee yake ambaye alishawahi kuchukua nafasi mbili kwa wakati mmoja, kwa waziri na mkuu wa mkoa kwa wakati huo. Lakini ilikuwa ni kipindi cha siku kama 10 ambao ndio nilikuwa nasimamia katika mkoa mpaka tulipozika nikawa nimemaliza. Lakini la pili lilenisaidia ni kwamba baada mheshimiwa, unakumbuka mzee Mandela hakuweza kuhudhuria kwa ajili ya shughuli zake alizokuwa nazo kule South Africa. Lakini baada kama wiki 2-3 akaja kuhani. Alipokuja kuhani mheshimiwa Nelson Mandela, nikateuliwa tena ya kwamba nenda umpokee Mandela alafu mzungushe aone shughuli zote ambazo tulikuwa tumeziandaa wakati wa mazishi ya baba wa taifa. Hivyo Mandela tukawa naye, akaja akiwa Mwanza, mimi niliondoka hapa kwa helikopta Dar es Salaam. Tukaenda kukutana naye, alikuwa na jet yake alikuja nayo special. Hivyo nikamchukua nikampeleka Butiama, akakutana na familia yote, bahati nzuri walikuwa wanasubiri. Akashinda pale siku nzima, akala chakula pale, alafu jioni tukamsindikiza. Hivyo ilikuwa ni kipindi kizuri, hata mimi kupata nafasi ya kukaa na mzee Mandela ilikuwa ni heshima kubwa sana. Maana niona kati ya mawaziri tulikuwa mazoezi zaidi ya 20, lakini nikapata bahati waziri mmoja wapo nikateuliwa mimi. Mbona naona ni jambo la heshima, alitokei mara kwa mara. Sasa hiyo heshima bado tunaitunza kwa sababu ni viongozi wetu waliona tunastahili kupata hiyo heshima. Hivyo ikawa ndio hali yenyewe kupitia mpaka nilipomaliza. Unajua hapa katikati kwa kweli baada ya kustaafu nilikaa kimya. Bahati nzuri nilipata nafasi ya kuteuliwa kama kamisa mwanzilishi wa maandalizi ya sensa 2014, nakumbuka ile. Nikaifanya hii kazi baada ya kuona kwamba kumbe tunaweza kuandaa hiyo sensa 2012. Ilipokwisha tukuingia kwenye katiba, maandalizi ya katiba mpya, nakumbuka ya 2014, nikateuliwa na Mheshimiwa Kikwete kuwa mjumbe wa kwenda kuzungumza juu ya katiba hii mpya ambayo tunaitaka. Hivyo ni kipindi ambacho baada ya kustaafu nilipata nafasi ya kuanza kushiriki. Na kwa bahati nzuri nilipofika bungeni kulikuwa kamati 12 ziliteuliwa, lakini mimi nikapewa kamati namba namba ya mwisho kwa namba 12. Nikawa mwenyekiti wa kusimamia kamati hiyo. Hivyo ilinipa nafasi ya kwanza sasa kujua nchi vizuri na mambo yanakwendaje. Lakini hapa katikati ni kweli nimekuwa na shughuli zangu mwenyewe, na hapa katikati nikawa nimenyamaza na kwenda wakati mwingine kwenye taasisi zinanialika kwenda kuzungumza nao. Lakini 2017 ni bahati nzuri nilikutana na rais tena, ilikuwa Dodoma. Akaniambia, Kimiti unafanya nini? Kasema mzee nimepumzika tu. Bahati nzuri na waziri mkuu alikuwepo, akasema hebu muulize Kimiti ana umri gani huyu baba. Hapo niwasema usumbuke. Kipindi hicho nikasema na miaka 77. Akashangaa sana. Miaka 77, hiyo mwaka juzi hiyo. Angeniuliza leo niambia niko 79 karibu nafika 80. Angeanga zaidi. Lakini bahati nzuri labda alikuwa na maana yake, akasema nyinyi mnadanganya, nyinyi wafipa. Unajua ni mtani wetu.
Rais Magufuli mtani wetu wa FIPA akasema nyinyi wa FIPA mlidanganya miaka yenu. Nikasema mzee, siwezi kudanganya kwa sababu sitaki kuajiriwa mimi kipindi hiki, wala siwezi kudanganya ili nipate kazi yote. Na kweli baada ya mwaka mmoja, mwaka jana nasikia ananiteua kuwa mwenyekiti wa bodi. Kwa kweli nilishuka kwa sababu ni kitu sikutegemea. Sikutegemea kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni nimestaafu miaka yote hiyo, nimekaa nyumbani nimerudi miaka 7 bila chochote. Lakini la pili, nikadhani na umri mtu anaweza kuteua na miaka 76 kumfika karibu 80. Lakini kanipa moyo ya kwamba kwa ajili kazi hiyo unayopewa sio kwenda kuchunga ng'ombe, kutembea ng'ombe unaswaga huku na huko, hapana, sio kazi yenyewe. Ni kutoa ushauri, elekezi nini kifanyike ili kufufua baadhi ya mashamba. Na ni kazi tumeendelea nayo vizuri sana. Huu ni mwaka wangu wa kwanza, ndio tumeweza mwaka mmoja. Tumeweka mkakati sasa. Kwa mwaka huu tunafanya nini? Kipindi hili ili kuleta mageuzi, ili tulete ilionekane sasa Narco ni mpya, inakuja sasa na misingi. Na tumeshaomba kwa sababu tutaki serikali hiyo inatupa ruzuku kila wakati. Tumeomba kabisa mkopo. Maana tuendeshe kibiashara. Mambo ya kungoja serikali kupa ruzuku kila wakati, hatufiki mahali popote. Tuone kama tunaweza kufanya biashara. Na inawezekana. Na watu wengi sana wanapenda nyama ya Kongwa beef. Ukisikia Kongwa beef wanajua hii. Tunataka kila mtu tufungue madirisi. Mangalo maele kucha. Tutajitahidi karibuni miji yote tuanze kufungua, lakini sasa tunangoja mtaji. Tukishapata huo ambao utasaidia mbele ya safari kuwa na uhakika sasa tunatengeneza kitu cha heshima. Labda kuna watu ambao hawajui Narco. Narco ni nini ili watu? Narco ni kifupi cha neno National Ranching Company. Ni kampuni ya ranchi za taifa. Hii imeanza tangu 74, ya zamani sana. Na ni ranchi ambazo zimetapakaa karibu maeneo yote. Ukianzia kaskazini kuna West Kilimanjaro. Ukienda Kagera kuna Misenyi, kuna Kikurura, kuna yani vingi sana. Ukienda Uvinza utapata, ukienda paka Sumbawanga, paka Mbeya. Na hii nyingine ambayo mnaziona za Kongwa, nyingine za Ruvu, hizo ndio ranchi za taifa. Na shabaha yake ilikuwa sasa iwe ni shamba darasa ya kwamba mashamba haya yasaidie wale wafugaji ambao wanazunguka maeneo hayo ili waweze kuwa na ng'ombe wenye afya nzuri, ng'ombe ambao wanaweza kutumika hata ukimchinja nyama yake inaweza kukubalika mahali popote duniani. Sasa ni kazi moja hapo ambayo tunataka tuifanye na tuna imani kabisa tutafanikiwa. Tumeanza hatua kwa hatua, tunataka kabisa watu wajue nyama nzuri inatoka Kongwa au inatoka kwenye ranchi za Narco. Kazi moja tutaifanya tu. Mtazamaji wa NMTV, ni Mheshimiwa Kimiti huyo ambaye ni mchapakazi na mnamo mwaka 2012 alishiriki katika sensa ya watu na makazi, na mnamo mwaka 2014 alishiriki pia uundwaji wa katiba mpya. Ni dhahiri kabisa uthubutu wake na uzalendo ni silaha ya kujivunia sisi wa Tanzania. Na hapo mwaka jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alimteua kuwa mwenyekiti wa bodi ya Narco. Naamini kabisa mtazamaji wangu umepata kitu, umejifunza kuwa na uzalendo, uthubutu. Mwisho siku maisha basi yanakuwa yanaendelea huku tutakuwa tuna nidhamu ya uthubutu. Usisahau kusubscribe channel yetu ya NMTV ambapo wiki ijayo tutakuletea mwendelezo wa historia ya Mheshimiwa Paul Kimiti kutoka hapa nyumbani kwake Ununio jijini Dar es Salaam. Mimi ni Safrina Minga wa NMTV.